Muniwo TV. Karibu mtazamaji wa Muniwo TV katika kipindi chetu ambacho kinaanza siku ya leo. Na leo sio somo ambalo linaendelea, ni kwamba ni somo linaloanza na linamalizikia leo. Nikukaribishe sana katika neno la Mungu ambalo tutajumuika nalo kwa muda huu. Tuongozwe na neno la Mungu kutoka kitabu cha Isaya sura ya 41 mstari wa 10 hadi wa 13 na ule wa 15. Isaya 41 mstari wa 10 hadi wa 13 na mstari ule wa 15. Nitasoma katika jina la Bwana. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama, wote waliona hasira juu yako watatayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hutawaona, wala wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa wale waliofanya vita juu yako. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Mstari wa 15. Tazama, nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kuporia chenye meno. Utaifikicha milima na kuisaga, na utafanya vilima kuwa kama makapi. Amin. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwema mtakatifu, Baba uliyeziumba mbingu na nchi, naja mbele zako Bwana nikimkabidhi msikilizaji na mtazamaji wa Muniwo TV katika somo hili ambalo Bwana limekuja mbele zetu kwa ufunuo. Naomba unitumie upendavyo, sema na watoto wako wote ambao wako mahali mbalimbali, waliosambaa kwenye ulimwengu huu. Ninaomba kwa nguvu yako na mamlaka yako ufanye mambo ambayo Bwana wewe mwenyewe umeyakusudia. Nitumie upendavyo, sema na watoto wako, katika jina lako Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Pendwa msikilizaji wa Muniwo TV, tuongozwe na kichwa kinachosema usiogope, Mungu yu pamoja nawe. Usiogope, Mungu yuko pamoja nawe. Katika somo hili ni wakati wa utawala wa Koreshi wa Uajemi. Alipanua sana ufalme wake. Alikuwa ameteka nchi ya kaskazini na mashariki. Raia wa Koreshi walihangaika kutafuta msaada kwa miungu yao. Baada ya kuona kwamba ni vita kila wakati, ni mapambano kila wakati, walipenda kutafuta msaada kwa miungu yao. Waisraeli nao walikuwa watu wa Mungu aliye hai, ambaye hakuwasahau. Siku zote alikuwa pamoja nao, akiwatia nguvu na kuwalinda. Waisraeli hawakuwa na haja ya kuogopa maadui zao. Hiyo haja haikuwepo. Mungu atapiga vita kwa niaba yao, na hakuna adui atakayeweza kumpinga Mungu. Kwa nguvu za Mungu, Waisraeli watawaseta maadui zao. Watawapepeta kama vile mkulima anavyopepeta ngano yake kuondoa makapi pembeni na ngano ikabaki. Ndugu yangu mtazamaji, usiogope maadui zako. Mungu yuko pamoja nawe akikulinda. Usimwogope adui anapoinuka, anapopambana nawe, usimwogope. Wakihangaika na ushirikina, wakihangaika na uchawi, wewe muamini Mungu, ndiye msaada wako. Wakati mwingine kuna mapito, wakati mwingine kuna changamoto, kuna magonjwa, kuna shida.
wao wakienda kwa wachawi na waganga wa kienyeji, wewe nenda madhabahuni pa Bwana umwambie Mungu, naomba unisaidie. Mungu atapiga kinyume chao, atapiga kinyume cha maadui zako. Usifadhaike, usikate tamaa. Mungu yuko pamoja nawe. Nguvu za Mungu zina uwezo mkubwa wa kumshinda shetani. Shetani mbele za Mungu hana nguvu yoyote. Unajua, kuna watu wanahangaika kwa ajili yako. Wengine unaweza ufahamu, wakati mwingine pengine usifahamu, lakini kuna watu wanahangaika kwa ajili yako, na pengine ndio maana umepata matokeo haya ulio nayo ya maisha. Pamoja na mahangaiko yao, na kuambia kweli siku ya leo kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Mahangaiko yao yatakuwa si kitu, yatakuwa hayana matokeo, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Wao wakihangaika, wewe usihangaike. Wakikushawishi usiende, muamini Mungu akujuaye na muamini Mungu anayekupenda. Wanaweza kuhangaika sana, wakatembea huko na huko, wakatoa mali zao, wakati mwingine ukaambiwa, wakati mwingine ukajua. We hata kama ujue, usiogope. Mungu ni mkubwa kuliko mchawi. Mungu ni mkubwa kuliko achawi. Mungu ni mkubwa kuliko washirikina. Mungu ni mkubwa kuliko mapepo. Mungu ni mkubwa kuliko nguvu za giza. Mungu yuko juu ya vyote. Wewe usihangaike wala usishughulike nao. Mungu mwenyewe anayejua atashughulika nao. Lakini pia wakihangaika kwa ajili yako kwa majungu, fitina, wanakuharibia sifa, wanakuharibia jina, wewe usihangaike nao, nyamaza kimya. Mungu atakupigania. Hata umepigika kiasi gani na magonjwa, hata umepigika kiasi gani na mateso, hata umepigika kiasi gani na uchawi wao, wala wewe usiangalie uchawi, muangalie Yesu Kristo mwenye uwezo wa kuondoa uchawi. Na nguvu ya Mungu inatosha sana katikati ya maisha yako. Ndugu yangu, haki ya Mungu inatenda makubwa, na inatenda makubwa ndani yako. Jambo kubwa usiwe na hofu, jambo kubwa usiwe na mashaka. Kristo yuko pamoja nawe. Mungu atakufanya kuwa imara, lakini wakati mwingi atakufanya kuwa tishio kwa maadui zako. Endapo umemshika sawa sawa, maadui zako siku moja watakutana na utisho unaotokana na Kristo. Mungu atakufanya kuwa chombo kikali kipya chenye meno cha kupuria. Anasema utaifikisha milima na kuisaga na kuipeperusha. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameamua kuwa pamoja nawe. Mungu atakufanya kuwa imara na tishio kwa watu wa nguvu za giza ambao wamekazana kuyaharibu maisha yako. Utakuwa mkali, mwenye nguvu zisizo za kawaida. Watahangaika na hizo nguvu, na hizo nguvu hawataziweza. Na Mungu akikuwezesha, katika jina la Yesu, mambo yote yatakaa sawa. Naposoma kutoka Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, neno la Mungu nasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili katika ulimwengu wa roho. Ndugu yangu mpendwa, usihangaike na kufadhaika. Muamini Yesu. Mungu abariki neno lake. Amen. Tuombe kwa pamoja juu ya somo hili, ili Mungu akupe ujasiri, na uwe jasiri kupambana na nguvu zinazozidi uwezo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenyezi, mfalme wa falme,
mtazamaji huyu wa Munio TV amelemewa, watu wamehangaika, wachawi wamehangaika kwa ajili yake, amelemewa na magonjwa mengine. Magonjwa wamesema hayasikii dawa, mengine ni matatizo mbalimbali hayakomi. Ninamleta kwako, kamfanye kuwa imara, roho za kishirikina zikaondoke kwake, mamlaka yako ikatende kazi katika jina la Yesu. Na sambaratisha mipango yote ya adui inayomzingira katikati ya maisha yake kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, naomba udhihirike. Bwana Yesu, naomba uthibitike kwa uwezo wako katika jina la Yesu. Amen.